Karibu mtazamaji, angalia ni wakati mwingine mzuri ambao nimekuja mbele yako kwa sababu ya fundisho kidogo. Popote ulipo, kila unaponitazama, kila unaponifuatilia, kwanza ni kushukuru kwa sababu ya wakati wako. Tena ni wakati mzuri ambao Mungu amenipa neema na kibali hiki ili niweze kunena na wewe. Leo nikiwa nimekuja mbele yenu, nimekuja na fundisho. Na fundisho lenyewe nitaongea juu habari ya ushirika ama shirika. Unaposikia neno shirika, ni nini ambacho unawaza ndani ya ufahamu wako? Ama unaposikia neno ushirika, ni nini ambacho unawaza ndani ya ufahamu wako? Neno ushirika maana yake ni kuenenda katika hali ya pamoja na umoja. Sasa mnapoenenda katika hali ya umoja na pamoja, tunasema mna ushirika ama mna ushirikiano katika kile ambacho mnakifanya. Sasa leo ningependa nitoe pengine tafsiri ya neno ushirika ama hilo neno shirika. Baada ya hapo nitataja aina 4 za ushirika, aina 4 za mashirikiano. Sasa kabla pengine niingie katika fundisho hili la leo, ningependa niweke msingi wa kitabu kimoja hapa. Na kitabu chenyewe kitakuwa ni kitabu cha Waefeso 4 kubwa kuanzia mstari mdogo wa 4 mpaka wa 6. Wacha tuone maandiko yanasema nini kuhusu habari ya ushirika ama kuhusu habari ya shirika. Tunapoangalia kitabu cha Waefeso 4 kubwa mstari mdogo kuanzia wa 4. Kitabu hiki kinasema hivi. Kinasema, mwili mmoja na roho moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Tunaposikia neno ushirika, tunaongea kuhusu habari ya umoja. Na umoja huu umebeba mambo mengi. Kwanza kitabu kimeanza kikisema mwili mmoja. Tena kikaongeza kikasema na roho moja. Tena kikaongeza kikasema tumaini moja. Tena kikaongeza kikasema mwito mmoja. Tena kikaongeza kikasema imani moja, ubatizo mmoja. Baadhi ya vitu hivyo ninavyovitaja ndivyo vinavyofanya ushirika uwe na nguvu. Hivyo vitu nilivyovitaja katika andiko hilo la Efeso 4 kuanzia 4 mpaka 6. Linaongea kuhusu habari ya vitu ambavyo vinafanya ushirika uwe na nguvu. Sasa unapotembea katika umoja huo wa vitu ambavyo vimetajwa katika kitabu hicho, basi wewe utakuwa ni una ushirika ule wa nguvu ama uko ndani ya ushirika. Na utakapoenenda katika hali hiyo, basi nakuambia hakika ya kwamba utaona mkono wa Bwana ukiwa juu yako. Sasa kama ushirika ni kuenenda katika umoja na kuenenda katika pamoja, basi kwa tafsiri hiyo kidogo ambayo imetoka katika kitabu cha Efeso 4:6 mpaka mstari mdogo wa 7. Kuanzia Efeso 4:6, hapo tumeona aliye mkuu wa ushirika ni mmoja tu, naye anaitwa Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote. Ijapokuwa kuna shirika mbalimbali, kuna shirika nyingi hapa duniani, huko juu mbinguni, lakini kuna yule mkuu wa ushirika ambaye ni Baba mwenyewe, ambaye tumeambiwa vitu vyote vyatoka kwake na kupitia yeye vimepata kuweko. Huyo ndiye Baba wa ushirika. Sasa unaposikia ushirika, ni kitu ambacho kimeanzishwa na Mungu mwenyewe. Hicho ndicho kitu ambacho kinaitwa ushirika. Maana yake upamoja ulioanzishwa na Mungu mwenyewe. Ijapokuwa kuna ushirika wa fake ambao umeanzishwa na shetani, lakini lengo la Mungu ilikuwa ni ushirika uanzishwe na yeye na uenende katika yeye siku zote ambazo ulimwengu huu utadumu. Sasa ningependa niingie katika aina za ushirika ama aina za shirika. Tunapoangalia aina za shirika, mimi ninaona kulingana na uchunguzi wangu kidogo ambao nimefanya na kupitia neno takatifu la Mungu, nimeona ya kuwa kuna aina 4 za ushirika. Na hizo ndizo nitakazozitaja kwa siku hii ya leo. Ushirika wa kwanza ni ushirika
wa sisi na Baba. Ninaposema Baba, ninamaanisha Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Sasa ushirika wa sisi na Baba ndio ushirika wa kwanza ambao Mkristo wa kweli ama mwanadamu wa kweli ambaye unataka kumtafuta Mungu unafaa kuwa nao. Ushirika wa sisi na Baba huwa unatusaidia nini? Kitu ambacho ushirika wa sisi na Baba huwa unatusaidia ni kitu ambacho kinaitwa protection, maana yake ulinzi. Huwezi kuwa na ulinzi kama huna ushirika mzuri kati ya wewe na baba yako. Kwa sababu baba ndio anatoa kitu ambacho kinaitwa ulinzi ndani ya maisha ya kila mtu. Kama kweli una ushirika mzuri na baba yako, hata yule aliyekuzaa katika mwili, basi wewe utakuwa na ulinzi katika mambo yanayoendelea hapa duniani. Utakuwa umejikinga na mambo mengi, kwa sababu siku zote baba ni mtu ambaye anakuzuia ili usije ukaingia katika madhara 1, 2, 3. Ni kwa sababu kuna amri ndani yake ambayo pia huwa Mungu ameiweka ndani yake. Sasa kupitia hiyo amri huwa inakuwekea vizuizi fulani ili usije ukafika katika viwango fulani vya madhara. Ndio sababu nimesema anakuwekea kitu ambacho kinaitwa ulinzi, yani protection. Tunapoangalia katika maandiko matakatifu, tunakumbuka safari ya wana wa Israeli wakati wanatoka nchi ya Misri kwenda katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanani. Kuna wimbo ambao Musa amemwimbia Mungu, na wimbo huu ulikuwa unaonyesha ni kwa namna gani Mungu anawawekea ulinzi wana wa Israeli. Na huo wimbo umeandikwa katika kitabu cha Kutoka 15 kubwa mstari mdogo kuanzia wa 2. Kitabu cha Kutoka 15 kubwa mstari mdogo kuanzia wa 2 kinasema: Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Kitabu kinasema Bwana ni nguvu yangu, tena Bwana ni wimbo wangu. Bwana ni nguvu zangu, tena ni wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Kidele kisema ni Mungu wa baba yangu nitakaye mtukuza. Tunapoongeza mstari wa 3 unasema Bwana ndilo jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Makida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Vilindi vimewafunikiza, walizama vilindi kama jiwe. Bwana mkono wako wa kuume wawatesa adui. Tunapoangalia mambo kama hayo, kweli tunajua ya kwamba hakika Bwana ni nguvu zetu, tena ndio ngome yetu. Ndiposa kile kitabu kimesema jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki hulikimbilia wakawa salama. Na kweli tunapoona wimbo wa mtumishi wa Mungu huyu Musa, anasema Bwana ndiye nguvu zake, Bwana ndiye wimbo wake, na Bwana ndiye wokovu wake. Kwa sababu ameyachukua magari ya Farao yote na jeshi lake lote akavitupa katika bahari ya Shamu. Sasa kwa sababu hiyo wana wa Israeli walikuja wakapata ulinzi, wala hawakuwezwa kufuatwa na mtu yote ambao anaitwa Mumisri. Wakati wanaondoka katika nchi ya Misri kwenda katika nchi ya ahadi Kanani, walipofika hapo bahari ya Shamu, walikuwa wameshindwa wafanye nini. Ndiposa Mungu akafanya matendo makuu katikati ya wana wa Israeli. Na kweli alipofanya matendo makuu katikati ya wana wa Israeli, wokovu wa Mungu umepatikana. Na umepatikana ni kwa sababu Mungu ni ulinzi na Mungu ni ngome. Jina lake ni ngome imara, wenye haki hulikimbilia wakawa salama. Kwa sababu wana wa Israeli ndio taifa ambalo lilikuwa taifa la haki katika kipindi hicho, kweli waliona mkono wa Mungu. Hiyo ni ushirika wa kwanza, ushirika wa sisi na baba yetu. Huwa unatupa kitu ambacho kinaitwa ulinzi, yani protection. Ushirika wa pili ni ushirika wa sisi na Yesu. Ushirika wa sisi wanadamu na Yesu huwa unatupa kitu ambacho kinaitwa damu ya agano. Maana yake covenant blood. Damu ya agano. Sisi hatungejua kitu ambacho kinaitwa agano ni nini isipokuwa tuwe na ushirika kati ya sisi na Yesu Kristo, ambaye Baba alimtuma hapa duniani ili kuja kuukomboa ulimwengu. Kupitia hiyo damu ya agano tunafanya ushirika kati ya sisi na Yesu. Na huo ndio ushirika wa pili, ushirika wa sisi na damu ya agano, ama ushirika wa sisi
na Yesu Kristo ambaye ndio mfalme wa agano. Tunapoangalia kitabu cha Mathayo 26 kuanzia 26, tunaona Yesu amejaribu kuguzia hayo mambo, naye ameyasema katika hali hii ambayo imenakiliwa hapa. Tunapoangalia kitabu cha Mathayo 26:26 kinasema hivi: nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mule, huu ndiyo mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Yes, hiyo ndio inaitwa damu ya agano. Yesu anasema, kwa maana huu mwili huu mnaokula ndio mwili wangu ambao unafanya agano, na hii damu, hii kikombe mnachokikunywa hiki, ndio damu yangu ya agano ambayo inamwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sasa unaposikia kitu ambacho kinaitwa agano, huwa kinahusika na vitu viwili. Lazima mnyama uchinjwe na damu imwagike. Hiyo ndio agano ambayo inaitwa agano ya damu. Sasa Yesu Kristo kama mwili ametumika kama mnyama, na damu yake iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi imetumika kama agano la damu. Sasa ushirika wa sisi na Yesu Kristo ni ushirika wa damu ya agano, ama ni ushirika wa agano, covenant. Sasa ukisema ya kwamba una ushirika na Yesu Kristo, ujue ya kuwa una ushirika na yeye kupitia damu ya agano ambayo ilimwagika kwa ajili ya wengi ili kupata ondoleo la dhambi. Na hiyo ndio ushirika wa pili ambao mtu ambaye anaitwa Mkristo anafaa awe nao. Na kweli utakapokuwa na huo ushirika, utaona faida za Yesu Kristo maishani mwako, na utaishi maisha ambayo utamfurahia Mungu. Kitu ambacho kinaitwa dhambi kitakuwa tu ni historia kwako, wala hakitakaribia hema yako. Ni kwa sababu utakuwa umefanya agano na damu ya mwanakondoo ambayo ndiyo ambayo inaondoa dhambi katika maisha ya mwanadamu. Hiyo ni ushirika wa pili, unaitwa ushirika wa sisi na Yesu Kristo kupitia damu ya agano iliyomwagika pale msalabani kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Na ushirika wa tatu ni ushirika wa sisi na Roho Mtakatifu. Ushirika wa sisi na Roho Mtakatifu ni ushirika upi? Huo ushirika ndio umebeba kitu ambacho kinaitwa ahadi za Mungu kwa wanadamu. Ahadi za Mungu kwa wanadamu zote zimekaa katika ile kitu ambayo inaitwa ushirika wa sisi na Roho Mtakatifu. Tunapoangalia maandiko matakatifu katika kitabu cha Yohana 16 kubwa kuanzia mstari mdogo wa 7, pengine tuone maandiko matakatifu yanasemaje. Kitabu cha Yohana 16 kubwa mstari mdogo kuanzia 7 kinasema hivi. Yesu anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Samahani kidogo, nitarudia. Kinasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Kwanza, ushirika wa sisi na Roho Mtakatifu unaanzisha kitu ambacho kinaitwa kwanza agano. Na agano hili ni agano la sisi na Roho Mtakatifu. Agano hili linasema ya kwamba, Yesu anasema ya kwamba yawafaa sasa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu. Sasa ushirika wa sisi na Roho Mtakatifu una kitu ambacho kinaitwa msaidizi ndani yake. Na huyu msaidizi amekuja ili atuunganishe na ahadi za Baba ambaye alituahidi ili sisi wanadamu tuzipokee. Na tunapoangalia maandiko yanayosema, naye akisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Sasa ahadi ya Roho Mtakatifu ama ushirika wa sisi na Roho Mtakatifu unatuhakikishia mambo matatu. Unatuhakikishia habari ya dhambi, habari ya haki na habari ya hukumu. Sasa tunapoangalia hayo mambo matatu,
tunajua ya kwamba hakika tuna ushirika mzuri kati ya sisi na Roho Mtakatifu. Sasa utakapokuwa umepata hakikisho hilo kuhusu habari ya dhambi, haki na hukumu, hapo ndipo utakapoenenda katika ile hali ambayo itakuwa ni nzuri sana. Na hapo ndipo utakapojua ya kwamba una ahadi ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. Kwa sababu Roho Mtakatifu mambo yote ambayo anafanya na mambo yote ambayo alikuja kufanya hapa ulimwenguni katika maisha ya wanadamu imehusika tu na vitu vitatu. Amekuja kutuonya kuhusu habari ya haki, kuhusu habari ya dhambi na kuhusu habari ya hukumu. Tutende haki, tuepuke na dhambi na tufanye hukumu iliyo sahihi. Tutakapokuwa tumezingatia vitu hivyo vitatu, unaweza ukasema ya kwamba tuna ushirika mzuri kati ya sisi na Roho Mtakatifu. Hiyo ndio ushirika wa tatu, ushirika wa sisi na Roho Mtakatifu. Huo ni ushirika wa ahadi ya Roho Mtakatifu ili kuja kukaa na wanadamu na kuwasaidia katika habari ya dhambi, haki na hukumu. Na ushirika wa nne ni ushirika wa sisi kwa sisi. Ushirika wa sisi kwa sisi ni ushirika wa umoja. Mimi ninaweza sema ni kwamba ni ushirika wa unity, relationship of unity, ushirika wa umoja. Ushirika wa sisi kwa sisi ni ushirika wa umoja wa ushirikiano, sisi kwa sisi. Sasa hapa sio Mungu Baba, wala sio Yesu Kristo, wala sio Roho Mtakatifu. Ni sisi wanadamu, sisi kwa sisi. Hiyo ndio ushirika wa nne ambao unaitwa ushirika wa sisi kwa sisi. Ushirika huu unatupa kitu ambacho kinaitwa umoja wa ushirikiano katika shughuli tunazozifanya hapa duniani, jinsi ya kuishi na wanadamu wenzetu kwa uzuri na jinsi ya kuendesha mambo yetu ya hapa duniani kabla ya kuondoka hapa duniani na kwenda katika nchi nyingine ambayo Mungu alituahidi. Sasa kabla tufike viwango hivyo, kwanza wacha tuangalie maandiko matakatifu kidogo yanasema nini kuhusu habari ya ushirika wa sisi kwa sisi. Tunapoangalia kitabu cha Wafilipi, tunapoangalia kitabu cha Wafilipi 2 kubwa mstari mdogo wa 4. Kitabu cha Wafilipi 2 kubwa mstari mdogo wa 4. Wacha tuanzie tu mstari wa 3 ndio ilete maana zaidi. Tunapoangalia mstari wa 3 inasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Ushirika huu ni ushirika wa kushirikiana mambo kwa pamoja, kutenda mambo kwa pamoja, kufanya mambo kwa pamoja kama sisi wanadamu. Ndiposa inasema tusitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali tuwe na unyenyekevu na kila mtu amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko yeye mwenyewe. Sasa tutakapofanya mambo hayo, tutasema ya kwamba tuna ushirika wa sisi kwa sisi. Maana yake tutakuwa tunafanya mambo bila kushindana, tutakuwa tunafanya mambo bila majivuno, tutakuwa tunafanya mambo kwa unyenyekevu, na hakuna yule atakayejiona bora kuliko mtu mwingine. Hiyo ndio inaitwa ushirika wa sisi kwa sisi. Tena andiko linaendelea kusema, kila mtu na asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Maandiko matakatifu inasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu na aangalie na mambo ya watu wengine ama mambo ya mtu mwingine. Sasa utakapokuwa unaona mambo ya mtu mwingine yana muhimu sana kuliko yako, basi hapo hata unaweza ukaacha shughuli zako kwa sababu ya kwenda kwa mambo ya mtu mwingine. Tatizo ni kwamba nyakati hizi tunazoishi watu wamekuwa ni wabinafsi. Kila mtu anaangalia mambo ya kwake mwenyewe. Sasa ushirika wa sisi kwa sisi umekufa, ni kwa sababu hakuna yule aliye na wakati wa kuangalia mambo ya mtu mwingine. Na hata akipata nafasi hiyo ya kuangalia mambo ya mtu mwingine, anaangalia kwa sababu ya ubaya tu, haangalii kwa sababu ya wema na faida ambayo itapatikana. Lakini Mungu lengo lake lilikuwa ni kwamba tuwe na ushirika wa sisi kwa sisi. Yaani tufanye mambo kwa umoja, bila kushindana, bila majivuno, na kila mtu amuone mwenzake kuwa muhimu kuliko yeye mwenyewe. Kila mtu amuone mwenzake kuwa muhimu kuliko nafsi yake mwenyewe. Ndiposa maandiko yanasema ya kwamba
Kila mtu na asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Tena ikasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Hata Yesu pia alipokuwa hapa duniani, kwanza alikuja akitoka kule juu mbinguni ili aje hapa duniani kwa sababu ya kutuletea kitu ambacho kinaitwa wokovu na msamaha wa dhambi, ambapo pale bustani ya Edeni mwanadamu alikuwa ameanguka. Yesu akaona kukaa kule mbinguni si kitu cha kushikamana nacho, akaja duniani ili atuletee msamaha wa dhambi na wokovu. Yeye pia alikuwa na hiyo nia ndani yake, ndiposa hakuona kule kukaa mbinguni kuwa ni kitu cha maana sana. Akaacha utukufu wake mbinguni, akaja duniani kama mwanadamu ili akae na sisi wanadamu, ili ushirika wa sisi kwa sisi uendelee kupata nguvu. Naye ametuwekea msingi mzuri wa ushirika wa sisi kwa sisi. Sasa kupitia hilo fundisho fupi hilo la aina za shirika ama aina za ushirika, tunaweza tukaona ya kwamba tuna ushirika aina 4, na kupitia hizo shirika 4 hizo tunajua sasa ni nini ambacho kinatufaa kufanya. Na tukiwa tunaendelea katika hali hiyo, tutakuwa tunaishi maisha mazuri sana. Na katika hali hiyo Mungu atakuwa pamoja nasi, na hakuna kitu chochote kitakachosimama mbele yetu kilio kama kikwazo. Kwa sababu shida zote zinazowapata wanadamu zimekuja ni kwa sababu hawana ushirika. Hawana ushirika. Na ushirika wenyewe wa siku hizi umekuwa ni ushirika wa kibinafsi, umekuwa ni ushirika wa unafiki. Sasa tutakapoondoa ushirika wa binafsi na ushirika wa kinafiki huo, basi tutakuwa na ushirika ambao unampendeza Mungu. Na nimekuambia katika hizo aina 4 za ushirika, unafaa ufanye kitu ambacho kitafanya hizo aina 4 za ushirika zipate nguvu. Na zitakapopata nguvu, utakuwa ni mtu ambaye utakuwa umepata faida sana. Na hivyo ndivyo Mungu alivyotaka wanadamu waishi katika hizo aina 4 za ushirika. Sasa kama kuna ushirika mmoja umeupa nguvu kuliko ushirika mwingine, ujue basi una mapungufu fulani ndani ya maisha yako. Sasa ili usiwe na haya mapungufu ndani ya maisha yako, zingatia sana hizo aina 4 za ushirika. Na aina 4 za ushirika nitazisema kwa pamoja ili usije ukasahau hata moja. Aina ya kwanza ya ushirika nimesema ni ushirika wa sisi na Baba, ambaye ndiye Mungu muumba mbingu na nchi, ambao huwa unatupa kitu ambacho kinaitwa protection, maana yake ulinzi. Na aina ya pili ya ushirika ni ushirika wa sisi na Yesu Kristo, ambao unakuja kwa sababu ya damu ya agano, maana yake covenant blood. Na aina ya tatu ya ushirika ni ushirika wa sisi na Roho Mtakatifu. Huu ndio ushirika ambao unatupa ahadi za Roho Mtakatifu ambazo Mungu aliahidi ya kwamba mwanadamu atazipokea. Na aina 4 ya ushirika ni ushirika wa sisi kwa sisi, ili tuweze kufanya mambo yetu kwa ushirikiano mzuri na kwa umoja na kwa upendo. Basi tutakapokaa katika hizo aina 4 za ushirika, na kuambia ya kwamba mkono wa Bwana utakuwa juu yako, na hakika utafurahia maisha haya unayoishi, na utaona ya kwamba Mungu ndiye ambaye anafaa kufuatwa. Na ndio sababu ameweka huo utaratibu ili mwanadamu uwe na ushirikiano kati ya wewe na ndugu yako na watu wengine, hata na wale walio mbali na wewe. Mradi tu ni watu ambao wanaitwa wanadamu, waweza kuwa na ushirika huo. Mwaweza kufanya mambo yenu kwa umoja. Mwaweza kuwa na umoja huo wa ushirika, na Mungu atakuwa pamoja nanyi. Kila aliyesikia na Mungu amubariki. Nikipata wakati tena nitakuja kwa ajili ya fundisho lingine. Amen. Amen.